Wizara ya Afya imeanzisha mchakato wa kukusanya maoni kote nchini kuhusu mswada mpya wa afya unaolenga kumkinga mgonjwa dhidi ya madhila ya wahudumu wa afya. Kadhalika, katika mswada huo kunapendekezwa kuundwa kwa halmashauri ambayo itapokea malalamishi ya waathiriwa wa huduma mbaya za afya. Kwa kipindi cha wiki moja, maafisa wa Wizara ya Afya watakuwa wakizunguka katika maeneo tofauti ya nchi kukusanya maoni kuhusu mswada mpya wa huduma bora za afya. Mswada huo ambao unatarajiwa kuwasilishwa bungeni unalenga kumpa mgonjwa nguvu ya kuzungumza iwapo huduma atakazopata katika hospitali hapa nchini hazitamridhisha. Mchakato huu wa kuwaelimisha Wakenya kuhusu mswada huu unaongozwa na katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni, ambaye alikutana na wakazi wa Murang'a kupata maoni yao. This law will give you an avenue. It will give you an avenue of redress. It will give you an avenue of safe care. Itakupatia avenue ya privacy, informed consent. Kwa mujibu wa katibu Mary Muthoni, zimekuwepo tetesi kuwa baadhi ya vituo vya afya havitoi huduma za kuridhisha, huku vikiwakandamiza wagonjwa pamoja na kuwafyonza pesa. Pia hamasisho limetolewa kuhusu utumizi wa bima ya SHA, haswa kwa Wakenya wa tabaka la chini. Sasa tulikuwa tunalipa kila mwezi. Sasa watu wengine wanaumia kwa sababu sasa ilisemekana unalipa mwaka mzima. Kwa hivyo watu wengine kwa ambao hawana pesa, bwana PS, wanataabika. Hiyo informal sector, hiyo pesa yako unapata, unaweza ukakuwa ukilipa serikali pole pole. Ukipata hiyo 500, toa 100, lipa serikali. And it is with no interest at all. Serikali inasema inatekeleza haya katika mipango yake ya kulainisha sekta ya afya nchini. Abdul Samad Mahmud, Runinga ya Citizen.